Ujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Tuna mengi ya kujadili wakati huu, lakini tuendelee kujadili hasa katika Afrika Mashariki na tukitazama Rwanda ambayo imewekewa vikwazo na mataifa ya Magharibi, na ni katika baadhi ya misaada ambayo ilikuwa ikipokea kutoka kwa mataifa hayo ya Magharibi. Lakini je, Rais Paul Kagame ataweza kuiendesha Rwanda bila ya misaada kutoka katika mataifa ya Magharibi? Na je, ataweza kujitegemea? Ni swali ambalo wengi wamejiuliza katika siku za hivi karibuni, hasa kutokana na kauli yake aliyosema kwamba wapo tayari kuendesha uchumi wao bila kutegemea nchi kutoka barani Ulaya. Hivi karibuni nchi za Ulaya, Marekani na Canada zimetangaza hatua ya kukata misaada dhidi ya Rwanda kufuatia kile kinachoelezwa na nchi hizo za Magharibi kwamba Rwanda inaunga mkono kundi la M23 ambalo limeteka maeneo ya mashariki mwa DRC ikiwa ni pamoja na mji wa Goma na Bukavu. Nchi hizo zinaituhumu Rwanda kuchochea ghasia katika eneo la mashariki mwa DRC na kuunga mkono waasi wa Kitusi huko Kongo wa kundi la M23, tuhuma ambazo Rwanda imezikanusha vikali. Lakini je, Rwanda inaweza sasa kujitegemea bila misaada kutoka kwa mataifa hayo ya Marekani, Ulaya pamoja na Canada? Katika kujibu swali hili ni vema kuelewa ni kwa namna gani Rwanda inategemea misaada kutoka katika mataifa hayo ya kigeni kwa ajili ya kuendesha uchumi wake. Kulingana na takwimu za Benki ya Dunia, Rwanda inakadiriwa kutegemea kwa kiasi kikubwa misaada ya kigeni, na mnamo mwaka 2024 makadirio yanaonyesha kuwa misaada na mikopo kutoka nje inaweza kuchangia karibu 27% ya jumla ya bajeti ya taifa hilo, na inakadiriwa kuwa Rwanda inapokea zaidi ya dola bilioni 1 ya msaada wa kigeni. Nchi za Ulaya kupitia muungano wa Ulaya EU zimetangaza kusitisha misaada ya kifedha ya maendeleo katika Umoja wa Ulaya kwa Rwanda, na hatua hii inatarajiwa kuathiri uendeshaji wa shughuli zinazodhaminiwa na misaada hiyo. Umoja wa Ulaya ni mdhamini mkubwa wa Rwanda ambao ulitenga euro milioni 260 katika ufadhili wa ruzuku kwa ushirikiano wa Rwanda katika kipindi cha mwaka 2021 hadi mwaka 2024. Rwanda pia inafaidika na programu kadhaa za nchi nyingi za Umoja wa Ulaya. Umoja wa Ulaya EU na Rwanda zina ushirikiano unaozingatia maendeleo ya kiuchumi, haki za binadamu na ukuaji endelevu. Umoja wa Ulaya pia unafanya kazi na Rwanda katika masuala kama vile mabadiliko ya hali ya hewa na uhamiaji. Fedha hizi zilizotolewa kwa ajili ya kufanikisha azma ya Rwanda ya kubadilisha uchumi wake, kuendeleza mabadiliko ya tabia nchi, kukuza jamii yenye usawa na kuwa nchi yenye kipato cha kati ifikapo mwaka 2035 kulingana na mkakati wa kitaifa wa mabadiliko ya dira ya Rwanda ya mwaka 2050 na mkakati wa Global Gateway wa Umoja wa Ulaya. Kando na Umoja wa Ulaya, Uingereza ni moja ya nchi zinazotoa kiwango kikubwa cha msaada kwa Rwanda. Rwanda hupokea msaada wa paundi milioni 32 kutoka Uingereza, lakini kutokana na tuhuma za kuunga mkono waasi wa M23, nchi hiyo imetishia kukata msaada huo. Hili litaathiri shughuli zinazodhaminiwa na msaada huu, ikiwa ni pamoja na maeneo mbalimbali ya kimaendeleo pamoja na bajeti ya ulinzi. Akitoa tishio la vikwazo kwa nchi ya Rwanda, waziri wa mambo ya kigeni wa Uingereza David Lammy alisema Rwanda ilipokea zaidi ya dola bilioni 1 ya misaada ya kimataifa kila mwaka, ikiwa ni pamoja na takribani euro 32 milioni za msaada wa ushirikiano baina ya nchi hizo. Yote hayo yanatishiwa unaposhambulia majirani zako, na tuko wazi kwamba hatuwezi kuwa na nchi zinazopinga uadilifu wa eneo la nchi nyingine. Vilevile hatutaivumilia katika bara la Ulaya. Hatuwezi kuivumilia popote inapotokea duniani. Tunapaswa kuwa wawazi kuhusu hilo, Lammy alisema. Linapokuja katika suala la misaada ya maendeleo kwa Rwanda, Ujerumani imekuwa na ushirikiano na Rwanda kwa muda mrefu. Ujerumani ni mshirika wa muda mrefu wa Rwanda, ikidhamini miradi mbalimbali ya kimaendeleo, hususan teknolojia na kilimo kupitia ushirikiano wa majimbo ya Ujerumani ya Rhineland-Palatinate. Waziri wa Ujerumani alisema Berlin iliahidi kwa mara ya mwisho msaada wa euro milioni 93.6 sawa na dola milioni 98 kwa Rwanda mnamo Oktoba mwaka 2022 kwa kipindi cha mwaka 2022 hadi 2024, pesa ambazo zimekuwa zikitumwa
katika shughuli za maendeleo ya nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na kilimo na mabadiliko ya tabia nchi. Ujerumani pia imetoa msaada wa kiwanda cha uzalishaji wa chanjo cha kampuni ya Ujerumani ya BioNTech kilichozinduliwa Kigali mwaka 2022. Ujerumani inatoa msaada mkubwa wa usaidizi kuhusu kutoa mafunzo kwa wafanyakazi waliohitimu na usaidizi wa mikopo kwa mamlaka ya chakula na dawa ya Rwanda kwa ushirikiano wa Paul Ehrlich Institute na kwa ushirikiano wa karibu na washirika wa Ulaya. Lakini Rwanda yenyewe inasemaje kuhusu vikwazo hivi? Rwanda imekuwa ikizituhumu nchi za magharibi kwa vikwazo hivi, ikivitaja kuwekwa bila kuzingatia hali halisi ya mzozo wenyewe na usalama wa mipaka na watu wake. Msemaji wa serikali ya Rwanda, Yolande Makolo, alisema vikwazo hivyo havina msingi wowote na kusisitiza kwamba jumuiya ya kimataifa inapaswa kuunga mkono juhudi za kisiasa za mataifa ya kikanda kutafuta suluhu badala ya hatua alizozitaja kuwa za kukatisha tamaa. Aliongeza kuwa vikwazo haviwezi kuwa suluhisho la tatizo la muda mrefu mashariki mwa DRC, na kama vikwazo vingetatua matatizo hayo, eneo lingekuwa na amani miaka mingi iliyopita. Rwanda inayashutumu mataifa hayo ya magharibi kwa upendeleo kwa serikali ya Kinshasa, huku akipuuza usalama wa Rwanda na watu wake kwa msaada kwa maslahi yao ya madini ya DRC. Si mara ya kwanza kwa Rwanda kuwekewa vikwazo na nchi za magharibi kwa kuhusishwa na DRC. Baadhi ya Wanyarwanda wanaojibu kuhusu vikwazo dhidi ya nchi yao kupitia mitandao ya kijamii wanasema hakuna jipya, kwani miaka 2000 baadhi ya nchi ziliwekea Rwanda vikwazo ilipodaiwa kuingia ndani ya DRC kuwasaka wanamgambo wa kikundi cha FDLR wanaoendesha mapambano dhidi ya utawala wa Kigali na baadaye kurejesha ushirikiano na serikali ya Rwanda. Akizungumza katika mkutano wa kimataifa wa Kigali, Rais wa Rwanda Paul Kagame alisema, Rwanda imekuwa peke yake. Tumeonja hali hii na hatutishi na uwezekano kwamba wakati mmoja tutakuwa peke yetu tena. Kwa hiyo kila mara tunapaswa kujiandaa, na tumezoea kufanya kazi katika mazingira mabaya zaidi, ambapo kiasi kwamba wakati mmoja tutaachwa peke yetu. Tukiachwa peke yetu tutaikabili hali na tutaishi hata vizuri zaidi kuliko ilivyokuwa awali. Ndani na nje ya Rwanda tayari baadhi ya watu na makundi wakiwemo wasanii wameanza kuonyesha mshikamano na Rais Kagame kufuatia kutolewa kwa kutangazwa kusitishwa kwa misaada ya kimataifa kwa Rwanda. Kupitia shirika la habari la BBC ambalo limesaidia utoaji wa makala hii, ni kusimtazamaji uwe nasi bila kusahau kulike, bila kusahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote. Utaweza kufahamu mengi ambayo yanajiri ulimwenguni.